Tunaposema Mungu, when we say God, ni Mungu wa miungu, is the God of gods, inamaanisha ya kwamba it means that ni Mungu ambaye is the God iko juu ya who is kila above kitu. everything. Inamaanisha yeye ni Mungu, He is the na God wengine wote ni and miungu. other are gods. Nataka niambie I mtu want to mmoja tell jioni ya someone leo, this evening, Mungu tuliye naye the God that ni we Mungu have ambaye iko juu is ya the kila God who kitu, is above iko everything, juu ya is laana, above iko curses, juu ya is the magonjwa, God, is above iko sickness, juu ya is kila kitu, above everything, na ni Mungu mwenye and He is the nguvu God of power ambaye hakuna that mtu no one anaweza no one kuzuia. can stop Him. Hakuna kitu chochote Nothing kinaweza can kikamzuia. stop Him. Yeye ni Mungu, He is the God anatawala kila who kitu, overtakes na ndio everything. kwamba usitishwe na That's kitu why you should chochote, not be kwa afraid sababu of anything, akiamua because when ameamua. he decided and he Huyo has ndiye decided, Mungu. that is the God, Mungu mwenye the nguvu, God of power ndilo jina is lake. His name. Mungu mwenye The mamlaka, God of authority ndilo jina is lake. His name. Katika kitabu cha In the Ayubu book of Job, sura 42, chapter 42, ukisoma mstari when wa you read pili, chapter 2, nyuma ya Ayubu after Job kupitia kipindi passed through kizito, difficult situations, hakuisha he did nguvu. not be discouraged. Tunasoma We have maandiko, read the Ayubu alibaki Bible. akimwinua Job Mungu, remained praising na God, namwambia Mungu hivi, telling God, sasa nimeelewa, now I've understood, sasa now nimeamini I've believed ya kwamba wewe that you Mungu are God. una nguvu You za have ajabu. power, mighty power. Hakuna chochote Nothing kinaweza can kikakuzuia. stop you. Wewe ni Mungu. You are the Nataka God. niambie I mtu want to mmoja, tell somebody, Mungu anapoamua when God decides kufanya jambo to do katika one maisha thing in your yako, life, hata wachawi wa even the familia yako witches of your family, hawataweza they will kumzuia. not stop him. Mungu When anapoamua God decides kufanya jambo to do katika one maisha yako, thing in your life, hakuna kitu chochote nothing kitakachomzuia. will stop him. Mungu anapoamua If God ya decides kwamba utaolewa, that you will get ya married, kwamba that you utafanikiwa, will get ya prosper, kwamba utaendelea that you will mbele, go, that you will hakuna prosper, kitu chochote nothing kinaweza will, kikamzuia. nothing can stop him. Ninapozungumza hivi, When I speak like this, nakutia moyo I encourage ili you ujue ya so that you kwamba know Yesu Kristo Jesus Christ, akiwa ndani when yangu He's in you, na mimi ndani yake, even I'm in Him, chochote nitahitaji whatever I need, nitakipokea. I will receive it. Ndani ya kitabu cha Isaya because in the book of sura Isaiah, 14 chapter mstari wa 14, 27, verse 27, maandiko iko the natuambia Bible says hivi, that mimi ni Mungu, that I'm the God, Mungu mwenye the nguvu, God of power. Mungu mwenye nguvu. The God of Nina power. mpango, I have a plan. nina I mpango have a plan kwa ajili yako, for you, kwa ajili yako, for you, ambayo hakuna that mtu no one ataweza can kuzuia. stop. Sijui kuna mtu I don't know, I'm nazungumza naye. speaking to someone. Mpango wa Mungu The katika plans maisha of God yako, upon your life, hakuna mtu no one atakayezuia, can stop na it. usitishwe na And kitu don't be chochote. scared of anything. Mtu asikuambie ya kwamba Someone should not tell kwa you Yesu hakuna that kitu. from Jesus there is Kwa nothing. Yesu kuko That yote. from Jesus there is Unapokuja everything. kwa Yesu, When you come to Jesus, unapata yote. you get Na ndio kwa maana everything. tunasema And that's why we say Yesu ni yote, Jesus Christ is everything, ndani ya yote. in everything. Unapompata When you Yesu receive Jesus, unapata you yote. receive everything. Kwa Yesu kuna For watoto, Jesus there is children. kwa Yesu kuna kila For kitu. Jesus there is everything. Njoo tu kwa Yesu, Come to Jesus, na ana uwezo and He is wa able kubadilisha maisha to yako, change your life. maana kisichowezekana Because kwa what is wanadamu impossible to kwake people, to kinawezekana. God is impossible. kisipowezekana kwa What is madaktari, impossible to kwa doctors, Yesu for Jesus kinawezekana. is Ndio kwa maana possible. katika That's kitabu cha why Luka in the book of Luke, sura 1 chapter 1, mstari wa 37 verse 37, maandiko the yanatuambia Bible hivi, says that kwa sababu because hakuna kitu kisichowezekana kwa nothing is Mungu. impossible to God. Kwa Mungu yote To God yanawezekana. everything is possible. Nguvu za The Mungu power of God, zina uwezo He has the wa capacity kubadilisha to yote, change everything, wa kubariki to mtu bless ule someone alikuwa who kuzimu, was at the zero, anamtosha and chini, he get him from down, anamfanya and He hero. made him a Huyo hero. ndiye Mungu. That is our Na God. And ninakuombea I pray for you, akutoe chini, He raised you akufanye hero. and put you as an Wakati hero. unamfanya kuwe When number one you make Jesus to be katika number maisha one in your yako, life,
kila silaha itakayoinuka every juu weapon that yako will stand against you haitafaulu will not kwa prosper. jina la Yesu In Kristo. Jesus' mighty Mungu wetu ni name, Mungu wa our God miungu, is the God of ni Mungu God. aliye juu ya He's yote. the God who is above everything. Natangaza I akuvushe mwaka announce hii you to prosper kwa jina this la year Yesu in Kristo.